wakati tume huru ya uchaguzi imekuja kwa ajili ya kuweka usawa na kwa sababu kwa mfano serikali inatakiwa isimamie ama itoe usawa katika utumizi wa vyombo vya habari au kutoingilia mikutano pasivyo halali na vitu kama. Sasa kama serikali inatafsiri, kwa sababu serikali ni serikali na uchaguzi ni uchaguzi, ni vitu vili tofauti kwa ufahamu wangu. Sasa kama serikali inatafsiri tofauti kwenye jambo hili, vyama vya siasa bado vitakuwa vinaendelea na kilio kile kile kwamba ule usawa, uhuru na haki bado upatikane. Ndio, kwa upande mmoja ni sawa, swali zuri. Lakini niseme kwamba kama nilivyosema awali, serikali isimame lazima iendelee kuwepo. Lakini nafikiri tunapotafsiri serikali kwa muktadha wa uchaguzi, tuangalie makundi mawili. Moja, kuna serikali ambayo tuseme viongozi wa serikali ambao wanatokana na mchakato wa uchaguzi wa kisiasa, rais, mawaziri na wengine wanaochaguliwa na madiwani. Lakini pili, kuna watumishi wa umma wa serikali ambao wao hawatokani na mchakato huo wa uchaguzi. Sasa kanuni zinaangalia pande zote mbili. Hawa wa siasa wasitumie nafasi yao kwa ajili ya kujinufaisha kufanya kampeni. Lakini hawa ambao sasa sio zao hili la uchaguzi, wao wanatakiwa tuseme wahakikishe kunakuwa kuna usawa kwenye uchaguzi. Na najua ni kwa nchi yetu kidogo kutokana labda na historia, muda mwingine inakuwa ni inaenda kwa kasi kidogo. Lakini nadhani ndio maana kanuni inasema kwamba kama chama cha siasa gombea wanaona kwamba serikali haijatimiza wajibu wake, wana haki ya kwenda kulalamika au kufungua kesi ya uchaguzi. Na nadhani ili limewekwa maalum kwa ajili ya kushughulika na mazingira kama hayo. Sababu unajua ni kwa Kiingereza ni labda kwa kuna delicate balance hapo kati ya huyu serikali na hivi vyama vingine vya siasa. Na nafikiri nchi zote duniani viongozi wanaendelea kuwepo kipindi cha mchakato wa uchaguzi. Lakini kinachopaswa kuwepo ni kuhakikisha kwamba hawa hawatumii mamlaka yao kunyanyasa hao wengine na kunakuwa na usawa.